ya michezo. Ngome ya michezo. Karibu Beni Pambakali, ni duka la nguo ambao unapatikana ndani ya jiji la Mbeya katika soko la Sido, mtaa karibu na mtaa wa Nafaka. Ni duka ambalo linajishughulisha kuuza nguo mbalimbali ndani ya jiji la Mbeya. Tuna nguo nyingi kama ambavyo unaliona duka letu. Tuna hizi pens kwa wale wapenzi wa vipens, tuna hizi pens ambazo zinapatikana dukani kwetu, lakini pia ni duka ambalo lina jezi mbalimbali kama ambavyo unaona. Tuna jezi za timu ya taifa, lakini tuna jeans mbalimbali kama hivi ambavyo unaziona. Tunauza kwa bei rahisi kabisa, bei ya jumla pamoja na rejareja. Kwa mteja wa jumla pamoja na rejareja, basi unakaribishwa Beni Pambakali ili uweze kujipatia nguo nzuri na zenye ubora wa kiwango cha juu. Lakini brandi mpya mjini, Baba Nongi, nayo inapatikana katika duka la Beni Pambakali. Njoo jipatie t-shirt kali kabisa, brandi mpya mjini, Baba Nongi. Lakini pia kuna t-shirt za Mama Nongi pia ziko njiani zinakuja, zote zinapatikana hapa katika duka la Beni Pambakali. Tunapatikana ndani ya jiji la Mbeya, soko la Sido. Karibu ujipatie nguo kwa bei ya jumla pamoja na rejareja. Tunakuthamini sana mteja wetu. Deliver tunafanya ndani ya jiji la Mbeya, lakini pia tunatuma kwa uaminifu mkubwa sana wilaya mbalimbali pamoja na mikoa mbalimbali ndani ya nchi ya Tanzania. Karibuni sana, asante. Ngome ya michezo. Ngome ya michezo. Karibu mtazamaji wa kipindi cha Ngome ya Michezo kupitia Baraka TV. Kipindi ambacho kimekuwa ni kipindi pendwa sana kwa siku za hivi karibuni kutokana na maudhui ambayo tunayarusha hapa Baraka TV. Ni kipindi ambacho kinaangazia michezo mbalimbali hapa nchini Tanzania, na tunakuwa na wakongwe mbalimbali ambao wametumika katika michezo hii hapa nchini Tanzania. Tumebezi sana kwenye mchezo wa soka, lakini pia tupo kwenye mchezo wa riadha na michezo mingine, pamoja bila kusahau michezo ya ngumi, wenyewe wanaita boxing. Leo tunaye mkongwe katika soka. Kama unakumbuka wale Tukustar Banyambala, wengi wanajiuliza Banyambala manake nini? Manake wanaume, ile Tukustar dume kweli ambayo ilipanda na ikachukua ubingwa. Basi leo tunaye miongoni mwa wale ambao walisababisha Tukustar ikachukua ubingwa miaka hiyo. Mimi langu jina naitwa Derrick Lwasia, ukipenda niite Baba Nongi, na tunaye mgeni wetu leo ambaye anajulikana kwa jina la Yusuf Kamba, fundi wa mpira. Ukitaka kujua mengi, basi usiondoke kando ya TV yako. Kuna mengi sana ambayo tutaenda kuyapata siku ya leo kutoka kwake Yusuf Kamba, mchezaji wa zamani wa Tukustar Banyambala. Kiongozi, karibu. Asante sana, nashukuru sana. Ndio. Mimi naitwa Yusuf Kamba na nina historia ndefu katika Tukustar. Ndio. Kwa sababu nilifanikiwa mara baada ya Tukustar kuchukua ubingwa, mara baada ya Tukustar kupanda ligi daraja la kwanza by then. Kwa sababu haikuwa ligi kuu. Ilikuwa ligi daraja la kwanza. Ndio. Sasa katika baada ile Tukustar kupanda, walisajiliwa wachezaji watano. Baada ya kupanda, wenzetu kina Aswile kuipandisha. Kwa hiyo ili timu kuiboresha, tukatafuta wachezaji watano. Mmoja hapo nilikuwa mimi, Yusuf Kamba, alikuwepo marehemu Peter Mwakibibi, marehemu Selemani Matthew, Karabi Mlisho, pamoja na Mbwana Makata, goalkeeper ambaye sasa ni kocha mwenye historia kubwa, sio Polisi Tanzania. Ana historia kubwa sana, kashapandisha timu karibu saba. Yes. Sasa hivi Mbwana Makata yeye ndio kocha wa Polisi Tanzania. Yule ndio alikuwa muhimili wetu golini. Ndio. Kwa hiyo ni historia ya kwanza ya Tukustar. Basi kaka, pamoja na kwa kushirikiana na mkuu wa mkoa wa Mbeya Makame Rashid, unajua gani Tukuyu ilifanikiwa kwa sababu kulikuwa na ushirikiano mkubwa sana kati ya wananchi wa mkoa wa Mbeya, wapenzi na uongozi wa serikali, pamoja na mwenye mlezi kaka. Ndiyo? Kaka marehemu yeye na mke wake Lamni Kipatel kaka pamoja na mke wake walikuwa karibu sana na serikali ya mkoa wa Mbeya. By then kupitia serikalini akiwepo mkuu wa mkoa Makame Rashid na katibu wa CCM wa mkoa marehemu Azan El Jabir. Hao watu unajua maana hapo kuna chama na serikali. Ndio. Na hivyo vitu, na by then ilikuwa chama kimoja. Basi kulikuwa kuna nguvu sana.
Kwa hiyo pale nani sisi walipotusajili tukaungana na wenzetu, naona bwana, ndio pale tukustaa tukapambana. Ligi ilivyoanza tukapambana katika wale wachezaji zetu tuliwakuta kina Aswile, kina Aston Pardon, kwa kuwataja wachache, kina Richard Lumumba, pamoja na sisi tuliosajiliwa. Kwa hiyo tulisajiliwa, tukaanza mechi. Mwenyezi Mungu atujalia, mechi ya kwanza tu ile tukafanya vizuri. Unaona, kwa hiyo ikawa tunakwenda tunawafunga watu mpaka watu wakawa wanashangaa sema wanabahatisha. Lakini mpaka raundi ya kwanza ile inaisha ikawa sisi tunaongoza. Kwa hiyo tulipata bahati baada ya kuongoza raundi ya kwanza ile mwaka 86 mwezi wa 6. Ndio. Kwa kuwa tunaongoza, kulikuwa serikali nani chama by then ile TFF. Unaona, ilipata mwaliko wa kule Mozambiki kwenye sherehe za miaka 10 wa uhuru wa Msumbiji. Wakasema timu inaongoza ndio iende. Tukustaa. Kwa tulipata bahati, tukustaa tukaenda Mozambiki, tukakaa wiki 2. Tukapanda ndege kwa mara ya kwanza. Mlipanda pipa kwa mara ya kwanza? Kwa mara ya kwanza. Unajua kukaa kwenye ndege masaa 3-4 kukaa mpaka Maputo. Sio mchezo. Kwa hiyo tulienda kule, tulivyorudi wenzetu wakawa huko wanaendelea na ligi, lakini bado sisi walikuwa hawajatufikia katika zile pointi na msimamo tulikuwa tuko nao. Yes. Kwa hiyo tuliendelea mpaka mwisho wa msimu tukawa mabingwa 86. Kwa hiyo kwa kuanzia ni hapo. Uko mbele kama una swali jingine yote au kama niendelee na mlolongo huo. Sisi tunataka tujue kwamba mlishachukua ubingwa, lakini umesema kipindi kile Tukustaa wanapanda. Ndio. Kutoka huku chini kuja ligi ya pili kuja ligi ya kwanza. Kipindi hicho kulikuwa hakuna ligi kuu. Nyinyi wachezaji 5 ndio mliongezwa kwenye kile kikosi ambacho kwa kimepandisha timu. Wakati tunasajiliwa wewe kwenye kikosi cha Tukustaa, ulikuwa umetoka timu gani? Sawa. Mimi kidogo nina historia ndefu ya mpira. Mimi katika wachezaji mpira ambao kidogo tumefuta umande na mimi ni mmoja wapo. Mimi nilisoma Bagamoyo Secondary School. Bagamoyo Secondary School kule mkoa wa Pwani. Tulipata bahati, timu yetu ilikuwa inashiriki ligi ya mkoa wa Pwani chini ya kocha wetu maarufu sana Mshindo Msola. Tulishaikuwa mabingwa sio wilaya Bagamoyo. Unaona bwana. Kwa hiyo mimi huko ndio nilikuanzia sekondari Bagamoyo Secondary, nikawa timu wa mkoa wa Pwani. Sasa nikapata bahati baada ya kumaliza form 4 nikapata bahati ya kwenda kusoma tena Tabora. Nilikwenda kusoma Tabora chuo kimoja zamani. Unajua kulikuwa na vitu viwili, unaweza kwenda form 5 au ukapata bahati ya kwenda chuo. Sasa mimi nilipata bahati ya kwenda chuo kusoma kozi moja inaitwa Agrovet, Agriculture and Veterinary, chuo cha kilimo Tumbi, kwa muda wa miaka 2. Nilimaliza pale, baadaye nikaenda Tabora, nikaenda JKT Kigoma. Sasa kuanzia pale Tumbi Tabora nikawa nacheza mpira pale chuoni na timu za Tabora zinanitaka pale. Nikakutana na kina Saidi Mwamba pale Kizota Tabora. Nikacheza pale. Nilipokwenda JKT Bulombola Kigoma, nilipata bahati ya kuchaguliwa kombaini ya JKT Tanzania nzima na wachezaji wenzangu kina Posent Moyo, sijui siku hizi yuko wapi, alienda Zimbabwe, sijui siku hizi yuko wapi. Sasa nilipotoka JKT nikaajiriwa Iringa pale ofisi ya kilimo na mifugo wilayani Iringa. Pale sasa ndio mwamko wa mpira ulipoanza. Pale nilikutana na kocha mmoja anaitwa Idi Machupa. Mimi nafanya kazi kilimo na mifugo pale mkoani Iringa, lakini nachezea timu moja pale Iringa inaitwa Bora. Bora pale mimi niko nacheza namba 8 na kuna mheshimiwa mmoja anaitwa Venance Mwamoto anacheza namba 10. Tulikuwa mabingwa wa mkoa wa Iringa. Sasa by then kulikuwa kuna mashindano ya kanda. Unaona bwana? Mashindano ya kanda pale yalipotokea, unaona bwana, ikawa sasa tunacheza kanda ya nyanda za juu kusini, Mbeya, Iringa na Songea. Sasa kwa sisi Bora tulikuwa mabingwa wa mkoa wa Iringa, tukaja Mbeya. Tukaja Mbeya tukacheza na Tukustaa. Hapo Tukustaa haijapanda. Hii mwaka 85 haijapanda Tukustaa. Kwa bahati nzuri uwanja Sokoine Tukustaa tuliwafunga goli moja. Pamoja baadaye wao walikuja kufanikiwa ndio wakapanda. Lakini tuliwafunga goli moja. Na hilo goli nilifunga mimi Sokoine. Ndio. Kwani nilivyofunga Sokoine, Tukustaa ilipopanda, mkuu wa mkoa wa Mbeya Makame Rashid na kaka na watu maarufu hapa Mbeya kama vile marehemu marehemu wa Kasala, marehemu mzee Mwairubi, na pamoja pamoja na mzee Malakasuka Ghana Building Contractors, wakasema yule kijana wa Iringa ni lazima asajiliwe Tukustaa. Unaona bwana? Basi mimi kwa bahati kule kilimo na mifugo nilifanya kazi kwa muda wa mwaka mmoja tu kule, nikaacha nikajiunga na NBC. Sasa siku niko benki Makambako, na stukia gari imekuja 110.
bwana wewe unahamishwa kwenda Mbeya. Meneja wangu anaambia umehamishwa kwenda Mbeya, kwenda ofisi ya mkoa benki Mbeya, lakini lengo la makusudi ni kwamba nijiunge na Tukuyu Star. Basi nilipofika huko mimi nikachukuliwa, nikajiunga nikapelekwa Tukuyu, nikakutana na wenzangu kule, nikasajiliwa. Na wakati unakuja sasa, gari imekuja kukuchukua pale Iringa, kwamba uje Mbeya, ulikuwa unajua kwamba unakuja kusajiliwa Tukuyu au walikuwa pale sikujua? Ulikuwa hujui? Kwa sababu ilikuwa ni siri kubwa sana, sikujua. Nilipofika huko Mbeya sasa ndio nikaambiwa lengo na makusudi ya uhamisho wako ni kuja kucheza Tukuyu, kuja kuchezea Tukuyu Star. Na by then unajua mpira ilikuwa ni sehemu ya sera za nchi. Yes. Kwa hiyo ilikuwa mpira na kazi vinaingiliana. Basi mimi nikaambiwa pamoja na kwamba wewe ni mfanyakazi wa benki, lakini unatakiwa uende Tukuyu Star ukachezee Tukuyu Star. Nikapelekwa Tukuyu nikasaini. Baada ya kusaini, unajua usajili wa zamani ilikuwa ingaje ile portion iliyopewa hiyo ni siri yangu, lakini ilikuwa ni hela kubwa. Watu wanataka kujua kwamba ile sanifi yako ya kwanza wakati unasaini Tukuyu Star. Unajua sasa kuna hela nyingi sana. Vijana wanasaini milioni 200, milioni 300. Nyinyi zama zenu sasa ndio umetoka Iringa ile bora. Unasajiliwa Tukuyu Star. Ile saini yako ile sanifi ya kwanza kabisa unapokea ilikuwa kiasi gani mzee? Mimi nilipewa jumla shilingi 12,000. 12,000. Hiyo 12,000 hiyo ilitolewa kwa sehemu ile. Kaka alitoa 6,000 na viongozi wengine wakatoa 6,000. Jumla ilikuwa 12,000. Hiyo 12,000 ilikuwa ni hela kubwa sana, kwa sababu mshahara wa benki by then nilikuwa napokea mimi ulikuwa haufiki hata 3,000 ufiki. Sasa mimi hapo nilipopewa 12,000 ile ilikuwa ni hela nyingi sana. Kwa hiyo usajili wangu mimi nilipewa shilingi 12,000. 12,000. Ambazo zilikuwa nyingi sana. Na je, ndio ulikuwa usajili ambao umetumia gharama kubwa kwa Tukuyu Star au kuna mwingine ambaye usajili ilikuwa ni siri? Kwa sababu sijui wenzangu kina Bwana Makata, Seleman Matthew, kulikuwa na mtu mmoja Peter Mwakibibi ambaye yeye alikuwa anafanya kazi Dodoma Kaudo, walipewa kiasi gani pamoja na Karabi Mlisho, lakini mimi nilipewa ile hiyo 12,000. 12,000 ndio usajili wangu wa mwanzo miaka hiyo. Basi nikasajili kule, nikarudi Mbeya hapa. Unaona, nikafanya kazi benki, nikapata bahati. Kuna mzee mmoja anaitwa Mzee Mwairubi, aliniweka kwenye guest house yake, nilipewa chumba bure guest house, Katumba guest house. Kwa hiyo ligi ilivyoanza, mimi nikawa natoka pale Katumba guest house na kwenda kufanya kazi benki. Ligi ilivyoanza sasa, ndio ikawa mimi nina chumba changu pale Katumba, nikachukua ile likizo bila malipo pale benki. Basi tukaenda zetu kambini Tukuyu, kutoka Tukuyu pale tukahamia chuo cha kilimo Uyole, ndio ligi ilivyoanza. Kwa hiyo huo ndo mwanzo wetu ulikuwa. Huo ndo mwanzo wetu ulikuwa. Na inaonekana Tukuyu Star ilikuwa ni miongoni mwa timu ambazo zilikuwa na wachezaji wenye uwezo mkubwa sana, lakini pia nasema kwamba mlikuwa ni wachezaji ambao mko fit. Yaani kwenye mapambano ilikuwa sio rahisi sana kupambana na wachezaji wa Tukuyu Star. Siri kubwa ilikuwa ni nini? Unajua kuna taarifa zinasema kwamba mlikuwa mnakimbia sana milimani, sijui unajua Waingereza wana methali yao moja inasema hivi, football is all but all without fitness is nothing. Yani katika mpira fanya mambo yako yote, kuna mbinu, kuna ufundi, kuna psychology, lakini kitu cha msingi cha Waingereza na Wajerumani zamani ilikuwa ni fitness. Sasa ile fitness ndio ilitusaidia sisi. Tukuyu Star tulikuwa tunawaambiwa wachezaji labda pengine sio wa Tanzania, ni wa Zambia, lakini hakuna. Ni mazoezi. Tulikuwa na kocha wetu mmoja marehemu Asmani Juma Kalomba. Huyo alikuwa mchezaji mahiri wa Simba zamani kutoka Kigoma. Yule bwana alitufua sana. Alitupa mazoezi magumu sana kuanzia kule Tukuyu mpaka chuo cha kilimo Uyole. Ngoja nikupe siri moja. Mchezaji sasa hivi ukimwambia akimbie kuanzia hapo Mafiati mpaka Sokoine akimbie. Lakini sisi tulikuwa tuna uwezo wa kukimbia kutoka chuo cha kilimo cha Uyole mpaka Sokoine, kurudi ndio tunarudi na gari. Kwa hiyo yale mafanikio yetu yote ya mwaka 86 yalitokana na ule utimamu wa mwili tuliokuwa nayo. Ile fiziki pamoja na ile stamina tuliokuwa nayo, hiyo ndio ilitubeba sana, kwa sababu sisi tulikuwa na mtu mmoja anaitwa Aswile. Aswile anakuambia nyinyi uko mbele, fungeni goli, mkishafunga goli likirudi basi mtulaumu sisi mabeki. Sisi hata tukifunga goli moja lilikuwa turudi, kwa sababu ilikuwa watu wako fiti. Sisi dakika 90 tulikuwa tunaona yani kama vile ni mchezo tu. Kwa hiyo tulikuwa tuko fiti sana. Tulikuwa tunafanya mazoezi Tukuyu kwenye mvua, chuo cha kilimo Uyole kwenye mvua, na tulikuwa tunapata lishe nzuri. Wajua nisikufiche, katika Tanzania kihistoria kuna baadhi ya timu kama za Mbeya, Bukoba, Mwanza zinafanya vizuri kutokana na lishe. Lishe ndio kila kitu. Tulikuwa tunakula vizuri. Tunakula vizuri, chai nzuri, chakula cha mchana vizuri, jioni tunakula vizuri. Kwa hiyo tulikuwa tuko fiti.
mlikuwa mko fiti kutokana na rishe pamoja na mazingira na mazoezi pia na mazoezi. Kuna taarifa moja, kuna hadithi moja inasemekana kwamba baada ya kuchukua nyie ubingwa ule mwaka 86 vilabu vya Simba na Yanga vilivamia Tukustar wakachukua wachezaji wengi sana kwenda kwenye hivyo vilabu, lakini inasemekana kwamba wewe ulikataa kwenda. Mimi unajua nini, niko siri moja. Zamani ilikuwa kazi na heshima kuliko mpira. Ndio. Na kazi ilikuwa ina maslahi kuliko mpira. Siku hizi mpira ndio kila kitu. Yes. Unaona bwana, mimi nimecheza na kina Shoaboy, nimecheza na kina Ngasa. Unaona bwana, Shoaboy ana mwanawe. Unaona bwana, yule yuko Azam. Ngasa naye ana mwanawe yuko Azam. Na mimi na watoto wangu, kuna mtoto wangu mmoja Mwinyi kacheza mpira, na mtoto wangu mwingine sasa hivi ni dokta pale timu ya Yanga ile watoto, anaitwa Aziz Kamba. Na Mwinyi Kamba, unaona bwana. Sisi tumezoea kumuita Kitman. Kitman. Yes. Yule mimi ni mwanangu, na mtoto wangu wa mwisho. Mimi na watoto watatu. Unaona bwana. Kwa hiyo mimi sikwenda Yanga na Simba kwa sababu ya kazi yangu nilikuwa nayo. Nilipata bahati, nilikuwa benki na benki nilikuwa katika idara nyeti, idara ya mikopo mkoani. Kwa hiyo labda nikupe siri, hata wachezaji wengine wa Yanga na Simba ilikuwa wakenda huko, nilikuwa labda mimi kwa njia moja nyingine ndio nilikuwa nachangia nauli. Kwa mimi sikupata bahati ya kwenda Yanga na Simba, ingaje nilihitajika. Na sio Yanga na Simba, timu nyingi, kulikuwa na timu moja Majimaji ya Songea, Shafi Bola mimi kashanifuata na nishakula sana hela yake, lakini sikuweza kwenda kwa ajili ya kazi. Kazi ilikuwa ina heshima sana kwa wakati ule. Na Simba na Yanga walivyoona, nirudi kwenye swali lako, Simba na Yanga walivyoona ni kwamba hii timu tutaivunja nguvu vipi, ndio wakaja wakachukua wachezaji. Nakumbuka Aswile, Kabunda, ni Kabunda tulimchukua 87 mara baada ya kuchukua ule ubingwa. Lakini ile 86 ile kuna kina Aswile, kina Kabunda, ndio hao wote, manake kina Aswile, kina Kabunda, kina Marem Justin Mtekele, kina Aston Pardon, kina Seleman Matthew, unaona bwana, na wengine kina Mahiko Kidilu, wote walikwenda kule. Kwa sababu ile tukio tulivyochukua ubingwa mwaka 86 ile 85 si ile tulisajiliwa sisi watu watano. 86 katika kuongeza nguvu, tulivyokuwa tunakwenda katika mashindano ya Afrika Mashariki na ya Kati Uganda. Tuliona ni kwamba pamoja na wale kina Aswile alikuwa hajaenda Yanga na Simba kule, tukaona tuongeze tena watu wengine watano. Unajua usajili wa zamani, sasa hivi si nimesikia sio wanasajiliwa watu sio wangapi sio. Sasa hizi wameruhusu mpaka kufika 40. Ilikuwa sisi zamani wachezaji wapi wanasajiliwa watano. Kwa hiyo tulivyochukua ubingwa mwaka 86 ile, katika kwa kuwa tuliona kwamba tunakwenda katika mashindano makubwa Afrika Mashariki na Kati kule Kampala Uganda, ikabidi tuongeze watu watano. Tulimuongeza marehemu Justin Mtekele, tulimuongeza marehemu Salum Kabunda, tulimuongeza marehemu Agustino Sanga, tulimuongeza marehemu Mahiko Kidilu, na watano marehemu Juma Kajembe, ambao wale wote watano tuliongeza wote Mwenyezi Mungu ameshawachukua, aondolee adhabu kaburi, washatangulia mbele yake. Wale tuliongeza kutupa nguvu, tukaenda nao kule katika mashindano ya Afrika Mashariki na Kati Uganda. Tulivyorudi kule sasa 87 sasa hivi. Unajua sio ile 86 ndio watu walitanyika. Tulivyorudi mashindano ya Afrika Mashariki na Kati 87 ile tulicheza tena ligi nao wote. Sasa 87 ndio Yanga na Simba walivyowavamia. Hawakuchukuliwa wale 86. Walivyowavamia wale wachezaji karibu 6-7 kwenda Yanga na Simba, na wachezaji wengine kina marehemu Kevin Yaudi wakaenda Majimaji. Sasa pale Tukustar wakati ligi ya 88 ndio ilipokuja kuteteleka na ndio ikashuka daraja. Kwa hiyo Tukustar imecheza watu wanakosea kwamba hii timu ilipanda na kushuka. Hapana, wajui. Mimi ndo naijua ile timu. Tukustar tumecheza ligi daraja kwanza 86, 87 na 88. Mwaka 1988 ndio pale iliposhuka daraja. Mwaka 88 ndio iliposhuka daraja. Sasa mimi nina historia nayo tena. Kwa hiyo timu mimi nilikuwepo kwenye kikosi cha ubingwa, nilikuwepo kwenye kikosi cha kushuka daraja, na 88 iliposhuka daraja, 89 tukaipandisha tena. Ulikuwepo tena kwenye nilikuwepo tena katika kuipandisha, na naangalia sasa na tulipanda sisi hapo sasa 88 baada ya kushuka daraja. 89 kulikuwa na mzee mmoja, unasikia bwana, mzee Malakasuka Ganabiun Contractors, akaniita mimi, akaniambia bwana, njoo, wenzio wote wamekimbia, wewe umebaki, ndio naomba ukatafute wachezaji wa muhimu. Ndio pale tulipokuja kuwachukua kina Jimmy Moledi, kina marehemu Steven Musa. Huyo master huyo ni hatari sana alikuwa. Kwa sasa hivi huwezi kumlinganisha na wachezaji wa siku hizi. Wajua siku hizi kuna mpira wa mfumo. Zamani kulikuwa na mpira wa kipaji. Wale wachezaji ambao wa siku hizi wanaocheza kama ule mpira tuliocheza sisi. Unajua watu hawaelewi.
hawa kina Pacome kina Chama tulikuwepo au walikuwepo Tanzania. Sasa walikuwepo. Sema ndio kila jambo na wakati wake. No, yeah. Kwa hiyo pale sasa 88 ilivyoshuka daraja 89 tukacheza ligi daraja ya pili. Na ikapanda timu bado mechi 3-4. Tuko Lindi tunacheza na kina Ildefonsi ya Mlima, timu moja Lindi inaitwa Lidiko. Tulipanda kabla mechi 3 zimebakia. Kwa hiyo 89 tukaipandisha, 90 ikacheza tena ile ligi daraja kwanza. Yeah. Kwa hiyo mimi nina historia katika Tuko Star ile ya ubingwa, ya kuishusha na kuipandisha tena. Kwa hiyo mimi nilicheza mpaka ile 90, ilipofika mwaka 90 mwishoni sasa. Ndio pale mkurugenzi wangu wa benki akaniambia Yusuf, achana na mambo ya mpira. Ndio pale mimi nikaacha. Na nafasi yangu mimi naacha kwa mara ya kwanza, nampisha Sekilojo Chambua. Ndio anacheza katika nafasi na ndio anacheza kwa mara ya kwanza. Tuko Arusha tunacheza na Ndovu ya Arusha. Sekilojo Chambua, mimi natoka dakika ya 70 na kitu hivi, anaingia Sekilojo Chambua. Wale Ndovu walivyokuja hapa tuliwafunga goli 4 kwa moja, sio tulivyokwenda kwao nao wakatufunga 4 kwa moja hivi. Mimi natoka, akaingia Sekilojo Chambua, akatoa pasi kwa Jimmy Molled, tukafungwa 4-1. Kwa hiyo ndio historia fupi. Historia fupi. Kwa maana yake nafasi yako sasa baada ya kustaafu nikamwachia nani Sekilojo Chambua. Na alitendea haki. Kwa sababu alitendea haki vizuri sana Sekilojo Chambua. Kwa sababu alipata bahati. Unaona bwana, mwaka ule akacheza vizuri, mwaka wa pili yake Yanga akamchukua mpaka timu ya taifa. Yes. Na akajenga heshima, akacheza timu ya taifa miaka 10, akacheza Yanga miaka 10. Kwa hiyo ndio mimi niliacha mpira rasmi mwaka 90 tuseme 91, kwa sababu nilivyoacha ile mwaka 90 91 benki, kwa sababu kulikuwa na sera ya michezo katika mashirika ya umma. Mashirika ya umma, benki iliamua kwamba wachezaji wake wote ambao wanaochezea vilabu vile vya ligi daraja wote turudi benki. Na tulikuwa mastaa wengi. Nilikuwa mimi, marehemu Abasi Mchemba, marehemu Mchunga Bakari, kina Salmu Waziri. Yaani ilikuwa ile hapa kulikuwa na Ezekiel Kingi, Frank Mwasimanga. Timu ilikuwa imeenea. Yaani mastaa wote tulikuwa tunafanya kazi benki. Unaona tunachezea vilabu vya nje. Wote turudi tukacheza NBC. Kwa hiyo mimi nikacheza mpaka 91. Pale ndio ikawa mwisho wangu wa mpira. Mkurugenzi wangu akaniambia bwana, achana na mpira sasa, fanya kazi. Kwa hiyo ndio ilitokea hivi. 91 maana yake rasmi sasa nikaacha ukaachana na masuala, concentrate zaidi katika kazi. Zama zako wakati tunacheza kuna mabeki ambao unakutana nao wengi tu. Sababu nafasi ambayo unacheza nafasi ya kiungo, ushambuliaji. Unaweza kutuambia labda pindi wakati Tuko Star ile sasa Tuko Star ya ubingwa ni wachezaji gani ambao ulikuwa ukiwaona unavyoenda kukutana uwanjani unasema leo shughuli ipo kweli kweli? Unajua kikosi chetu cha Tuko Star kile cha ubingwa ilikuwa namba 1 Mbwana Makata, ndio 2 Alikimwaga, 3 Daniel Chundu, 4 Godini Aswile, Saint Suleiman Matthew, 6 Aston Pardon, 7 Kevin Yaule, 8 naweza nikacheza mimi au Danford Ngesi, 9 Richard Lumumba, 10 Peter Mwakibibi, 11 Kalabi Mlisho. Hicho kikosi ndio ambacho tulimfunga Yanga mechi zote mbili, Dar es Salaam pamoja na hapa. Alikuwa anatusumbua zaidi ilikuwa ni Simba. Sasa mimi katika swali lako kwamba labda nani kikabana naye, kulikuwa na mchezaji mmoja alikuwa ananipenda, lakini nilikuwa nikicheza naye napata tabu sana. Alikuwa anaitwa Octavian Mlope, naye ni marehemu, yeye yuko Majimaji Songea. Alikuwa Majimaji. Huyo bwana alikuwa fundi. Sikizeni ndugu zanguni, niwaambie, tukisema sana watoto wetu siku hizi kwamba nyinyi wachezaji wa zamani huwa mnajifagilia sana. Lakini kulikuwa na mtu anaitwa Hamisi Gaga. Hivi niambie mchezaji gani wa Tanzania sasa hivi utamlinganisha na Hamisi Gaga? Hakuna. Unaona, kwa hivyo wao wachezaji wetu. Na kule Majimaji kulikuwa na mchezaji anaitwa Octavian Mlope. Huyo bwana namba 6, yule mimi nikikutana naye kule Songea ilikuwa shughuli inakuwa ipo. Mpaka baada ya mechi usiku anakuambia mdogo wangu mechi imeisha, labda tumetoka sare na Majimaji pale. Asaba tukutane labda RTC Club, mnapata soda mnapata nini. Kwa hiyo Octavian Mlope ilikuwa mimi nikikutana naye unajua kabisa leo shughuli hapa shughuli, kwa sababu anatumia akili na mimi natumia akili. Unajua mpira pamoja na manguvu na nini, lakini nao akili inatakiwa iwepo. Huyo Mlope alikuwa ni hatari sana, namba 6 Mlope. Na upande wa Yanga kulikuwa na Isa Asmani, kulikuwa na kina Doto Luta Mokili, ukienda kule Pamba na huyu nani kaka yetu Ngasa, Alfani Ngasa, kwa tunakutana nao watu kama shughuli inakuwa shughuli kweli. Inakuwa shughuli kweli, sio masiala. Tofauti na vijana wa sasa kabisa. Unajua nini, vijana sasa hivi wanacheza kimfumo, lakini ile tulikuwa kama sisi vile kwa sababu chukulia kitu kimoja. Mimi wakati nacheza 1 against 1 mimi stoi pasi. Au umebakiwa na watu wawili utatoaje pasi? Mimi na fenti na kuchukua. Na kuchukua na kwenda kushoto na kuchukua. Niliwafunga goli Simba hapa mwaka 87 hapa.
Unaona bwana, watu hawakuamini tena goli la ushindi na goli la mwisho dakika 87. Nimebakiwa mimi na marehemu Ramadhani Leni. Unaona bwana, na vile vile nilisahau kuambia tulikuwa upande wa Simba huyo nani Ramadhani Leni, tukikutana ilikuwa shughuli nzito kwa sababu Leni alikuwa anacheza namba 6 mimi namba 8. Kwa hiyo lazima mnakutana 1 against 1, huwezi kutoa pasi. Kwa hiyo mpira siku hizi unachezwa sana kimfumo, kwamba mtakwenda pembeni, mtapiga vipasi. Si zamani 1 against 1 mimi naondoka na wewe. Kulikuwa na mtu anaitwa Celestine Sikinde Mbunga huko Songea Majimaji. Yule 1 against 1 anakuchukua. Baadaye waliondoka kina Mbunga wakaja kina kutovea ni nani kina nani mtoto yuko Yanga huyu namba 11 alikuwa Yanga. Unaona bwana? Wachezaji kama walikuwepo. Kwa hiyo wapo sasa hivi. Wachezaji wenye kipaji wapo, wakina Faisal Salum wanajitahidi, lakini wamewapa jina sana kina Pacome, kina Chama. Zamani kina Pacome, kina Chama tulikuwepo na Tanzania walikuwepo. Wajua Tanzania serikali, siwezi kuelewa serikali, lakini serikali kwa njia moja nyingine ilichelewa kuupa mpira kipaumbele. Wangeupa mpira kipaumbele kama sasa, kwa mfano kama timu ya taifa zamani inalala Salvation Army. Unaona bwana? Jeshi la Okopa ndio ilikuwa kambi maalum ya Taifa Star. Sisi tunakwenda labda unalala Zanzibar hoteli, mbu watupu. Lakini angalia sasa hivi serikali jinsi ilivyoheshimu mpira. Yaani Kameruni, Ghana, Nigeria, hizo nchi za Afrika Magharibi zisingetuingia sisi Tanzania. Ndio maana hata yule mchezaji nani, kuna kocha mmoja alikuja timu ya taifa, tulikuwa tunaongea naye siku moja Dar es Salaam, yule nani huyu nani Amunike. Alikuwa anasema Tanzania tuna vipaji vikubwa sana. Kwa mimi nashukuru serikali sasa hivi imeupa mpira kipaumbele, ndio vitu kama hivyo vinatokea. Unaona bwana, lakini hawa kina Pacome, sijui kina Chama. Na Tanzania kwa vyote bwana nani tulikuwepo. Kwa sababu kwa sasa hivi unajua sikudanganya mtu, hakuna mtu kama Chama. Chama anajua sana mpira. Ameupa nani, kaipa sana nchi yetu nani heshima. Kwa hiyo ni vitu kama hivyo. Chama ameipa sana heshima nchi yetu kutokana na uwezo wake. Unaenda kutazama kipindi ni Ngome Mchezo kupitia Baraka TV. Tupo hapa na mkongwe, fundi wa mpira, fundi wa kandanda. Tuliobahatika kumuona kidogo, tulimfaidi kwa mbali sana. Wewe ambaye kumfaidi basi unaenda kupata madini kutoka kwake. Anakuambia kwamba kina Chama, kina Pacome zama hizo walikuwepo wa kutosha. Japo vijana wa sasa mnaonekana kwamba mnaujua sana mpira, lakini anakuambia wao ndio walikuwa wanajua zaidi. Sio kwamba anajipakulia manyama. Wao walikuwa wanajua zaidi na shughuli ilikuwa inaonekana. Baada ya sasa ya kuachana sasa na mpira ile mwaka 91. Ndio. Ukaacha kabisa kujihusisha na mpira? Niliacha kabisa kujihusisha na mpira, ila nilipokuwa benki nilichaguliwa kwenda kwenye kozi moja benki, silikuwa nani waliamua kuendeleza michezo. Nikaenda kwenye kozi moja ukocha Morogoro pale chini ya Mbaruku Nyenga, Mohamed Msomali. Unaona bwana, pale mimi nilipata bahati ya kuwa wa kwanza darasani na kiwanjani, lakini kutokana tena unajua mpira Tanzania kama unavyojua mizengwe na nini. Wewe angalia mizengwe wanaopiga kina Makata, kina Jamhuri Kiwelu, kina nani. Mimi niliamua tena kujiingiza kwenye kazi. Nikafanya kazi mpaka 96, nilipotoka benki nikaingia kampuni nyingine nikafanya kazi na mpaka leo mimi ni mstaafu. Unaona ni mstaafu lakini bado nahangaikia maisha yangu mimi mwenyewe. Sawa bwana. Na mimi unajua ni mtu wa Bagamoyo, mtu wa Pwani, Mzalamu, lakini Kombea mwaka 40. Mwaka 40. Mwaka 40 Kombea, na unajua maisha ni popote. Yes. Kwa hiyo hapa niko kwangu, nimejenga na familia yangu naishi. Kwa hiyo sasa hivi mimi bado nakuwa ile natoa ushauri wa kimichezo, nakutana na wenzangu kina Makwaza, kina nani, nakutana nao tunabadilishana mawazo na nini, lakini tena masuala yale labda unaambia uongozi wa mpira au nini, kwa sababu mimi unasikia bwana, pamoja na kucheza mpira tukusta mwaka 96 nilipoacha kabisa, nilipotoka benki niliongoza tukusta. Niliongoza tukusta. Mimi nilikuwa mhasibu mkuu wa tukusta, na nikupe siri moja ambayo watu hawajui. Unajua bwana, nilitoa mimi tukusta kutoka hapa mpaka Bukoba, unaona, kwa shilingi 500, huwezi ukaamini. Hapa mpaka Bukoba. Hapa mpaka Bukoba kwa shilingi 500. Mwaka gani ilikuwa? Mwaka 96, 97. Lakini hawa nani, akina John Joseph, huyo wa Magereza. Unaona tumefika Bukoba asubuhi kule. Kwanza tulisafiri katika hali ngumu sana. Kwenye treni unaongea na TT, na kwa bahati TT alikuwa Mnyakyusa. Unaona bwana, mko watu 20 lakini labda mnalipa watu 5, wengine free. Na kwenye meli hivyo wengine free. Sasa una 500 utafanyaje? Na timu ina nani? Na mnatakiwa Bukoba. Tumefika Bukoba sisi saa 4 asubuhi. Mechi jioni. Tukamuomba yule msimamizi kule, tumefika leo, tunaomba hii mechi iahirishwe tucheze kesho. Wakakataa.
Lakini tulikuwa na wachezaji mahiri sana kina John Joseph na wengine nimewasahau. Tukawafunga Kagera pamoja na kufika siku hiyo. Tuliwafunga Kagera. Kwa hiyo ni vitu kama hivyo. Mimi ile 96 sasa 97 98 nikaacha kabisa mambo ya uongozi na kila kitu, nikaconcentrate zaidi katika mambo yangu binafsi na mambo ya kifamilia. Umeacha kabisa mpira. Lakini tuna vilabu vyetu vya Mbeya City, tuna vilabu vya Tanzania Prison, kuna Ken God. Hivi wale viongozi wao wanapata muda wa kuja kuzungumza na nyinyi wakongwe, kupata mawili matatu namna gani ambavyo mnaweza mkasaidia timu? Unajua kuna tatizo moja, ukijiingiza sana wataona labda unaenda kuwabania mambo yao katika maslahi. Unajua mpira siku hizi ni maslahi. Lakini mimi kwa bahati saa nyingine naweza nikakutana na wachezaji wa zamani nikawaeleza, kwa mfano kama hapa Mbeya kuna hiyo Mbeya City, kuna Prison, hata wale nani wataja Ken God. Ken God kuna mchezaji mmoja kocha wao kule anaitwa Jumanne Chale. Jumanne Chale mimi nimecheza naye na nimekabana naye. Yeye yuko Kagera, LTC Kagera, mimi niko Tukustar. Sometime ilikuwa tukikutana tunabadilishana mawazo, tunaongea. Unaona bwana, unamshauri 1 2 3 4 5 na yeye anawaambia wachezaji wake 1 2 3 4 5. Lakini ndo kama hivyo. Unaona bwana, wachezaji siku hizi ni vichwa ngumu. Unaona hawataki kujituma, na ingekuwa wanajituma timu kama Mbeya, naona timu kama hizi za Mbeya, unajua uko nyuma Tukustar shuka, sio nini kashuka, lakini kwa Mbeya safari hii ilikuwa ni fedheha kabisa kukosa timu. Nashukuru hata Mbeya City imepita kwenye mlango wa nyuma, imerudi tena. Huyu ni mlango wa nyuma imepita kwenye mlango wa nyuma, imenusulika. Vinginevyo sijui tungekwenda wapi, kwa sababu nyanda za juu kusini zote hakuna kitu. Kuanzia huko Rukwa hakuna kitu, Songea hakuna kitu, Iringa hakuna kitu, ndio imebaki Mbeya City. Njombe hamna kitu. Sasa tungekwenda wapi? Sema sasa kwa sisi watu wa Pwani tungezile Dar es Salaam, basi tungeangalia mechi Dar es Salaam. Maana mimi mtu wa Bagamoyo. Ingaje nikombea huu mwaka 40. Unaona? Kwa ungerudi ungeenda kuangalia mechi zenu za Simba na Yanga. Mechi za Yanga na Simba, basi siku unapanda gari, unakwenda unaangalia afu unaudiza kitu. Nashukuru Mbeya City wamepitia mlango wa nyuma. Kwa hiyo mimi nilikuwa nawapa husia wasijione wamefika, wajitahidi sana. Kwa mfano wana kocha mzuri Maftaa. Maftaa ndio kocha Mbeya City. Nani? Mayanga. Nani Mayanga mimi nimecheza naye. Yule mimi ananifahamu naye ananifahamu vizuri sana. Unaona kutana naye na sometime unaona mtakani waeleze ile ukweli. Nitajipendekeza mimi. Nitajipendekeza kwa sababu niko free kiasi fulani. Nitajipendekeza, nitakwenda kuambia ule ukweli jinsi ulivyo. Wajitume. Siri ya mpira ni kujituma. Pamoja na hayo mambo yao yaliokuwepo, hayo hiyo mifumo yao na nini, lakini fitness ndio msingi wa mpira. Bila fitness, yani bila, unajua ile Waingereza walifosema football is all but all without fitness is nothing. Maana yake usipokuwa fit huwezi mpira hata kuweka kifuani, huwezi hata ukadribble, huwezi hata ukafenti, huwezi hata ukapiga shoot, kwa sababu hauko fit. Unaweza kumkuta mchezaji huyu vipi huyu mchezaji afanye vizuri kwa sababu hayuko fit, lakini kama yuko fit kila kitu kinakuja automatically. Unaenjoy unaenjoy football kama uko fit. Yani unaona wewe unacheka. Tuko na fundi hapa anakuambia unaenjoy. Fit, kila kitu kinaenda sawa. Msingi, yani ile fitness ni kama msingi katika nyumba. Msingi una nyumba, unapokuwa mbaya nyumba itaanguka. Maana yake wewe huwezi ukacontrol, huwezi ukadribble, huwezi ukafend. Sasa wewe uko penalty box 1 against 1, kwa nini unapasia au unapiga shoot ya ovyo? Sasa fundi Yusuf Kamba, tumeona ligi liko naisha. Ndiyo. Kuna vilabu vimepigwa faini nyingi. Kisa tu hawataki kuingia kwenye vyumba kubadilishia nguo. Wengine wanapigwa faini sababu ya zile imani. Vipi zama zenu? Hizi mambo zilikuwa hapo? Nikwambia hivi, imani zilikuwa toka zamani. Na hata sisi tulikuwa tunasafiri na watu wa imani. Lakini mwaka tulioshuka daraja hapa, unajua kuna methali moja ya Kizalamu inasema hivi, uhenga mbaya halongele mwana. Yani jambo baya haambiwi mtoto. Sasa tuliposhuka daraja sisi mwaka 88 wanatushusha daraja kina Jamhuri Kiweru. Tulikuwa na wataalamu karibu 7. Na kwani tulishuka 7. Bado mlishuka 7 walikuwa na kwani tukashuka. Kwa hiyo hivi vitu vipo. Unaona bwana? Na nitakupa story nyingine ilitutokea sisi Uganda. Wakati niko benki, tumekwenda Uganda katika mashindano ya Afrika Mashariki na ya Kati ya Commercial Bank. KCB ya Kenya, UCB ya Uganda na NBC ya Tanzania. Unaona tumekwenda Uganda hivi, na hicho ninachoniuliza kilitokea. Unaona tulikuwa na kocha mmoja anaitwa Mansuri Magram. Mansuri Magram alisema hivi, wewe si mtu wa Bagamoyo? Ndio. Hapa kuna wachezaji wengi wa Tanga. Sasa nenda jikoni
lakini vitu unajua tunavieleza. Unaona bwana, sio sehemu yake nzuri. Nenda jikoni kafanya 1 2 3 4 5, niletee mimi. Kweli mimi nikaenda jikoni nikachukua mkaa, nikamletea magramu alifanya akawapa wachezaji watatu wale. Alimpa goalkeeper, akampa center half ambao siwataji majina, akampa na namba 9. Tuliwafunga UCB ya Uganda pale na tukachukua kombe. Sasa kwenye mkaa kuna dawa gani? Kwenye mkaa kuna dawa gani? Imani. Kwa hiyo psychologically hivi vitu vipo psychologically vipo. Una siku moja tuko Tanga tunacheza na Coast. Unaona, na mtaalamu wetu huyo. Unaona bwana? Alifanya mambo kufanya, akaniambia wewe ni Muislamu ndio. Sasa wewe leo ndio utakaifanya timu ishinde au isishinde. Akafanya alivyofanya na ni kweli mimi nikawafunga goli Coast dakika 87. Na ni kweli kuna vitu mimi nilipewa. Lakini sasa vile vitu vinakupa wewe imani na nguvu na hamasa, lakini tusiviendekeze sana. Misingi, tufuate ile misingi, tuwasikilize walimu wanasema nini, tufuate ile misingi ya mpira. Hivi vitu vipo, lakini kwa nchi kama yetu unaona bwana, na kwa Kiafrika hivi vitu huwezi ukaviescape. Kwa hiyo vipo, kwa hiyo tuviache viendelee, lakini tuwasisitize walimu wetu unaona kwenda katika ile misingi bora ya mpira, wasimame kwenye misingi bora ya mpira kuhakikisha kwamba timu zao zinakuwa ziko vizuri. Sawa kabisa. Ungekuwa sasa una nafasi ya kutoa ushauri kwa hao wachezaji wa hivi sasa, unajua kuna wimbi kubwa limeibuka la vijana kufanya betting. Mchezaji yupo kwenye club lakini ana beti. Hii tunasema kamari. Tutumie tu lugha ngumu, kamari, wanacheza kamari. Sasa ungepata nafasi ya kukaa na wachezaji na kuwapa ABC, ungewashauri nini? Maana imekuwa ni wimbi ambalo sasa vilabu vinalalamika. Ni sasa unajua nini? Wachezaji siku hizi wanalipwa vizuri. Unaona hivi vingine vyote vinatokana na ile hulka ya binadamu mwenyewe, ya mtu mwenyewe binafsi jinsi ilivyo. Na hivi vitu kuvicontrol katika nchi yetu ni ngumu, kwa sababu hata uko la vinafanyika, ingawa vinafanyika kwa siri. Mimi nilikuwa nawasema ni kwamba hivi vitu kweli vinavunja, kwa sababu nilisikia hata kwa baadhi ya timu, sizitaji hapa timu yetu Mbeya. Unaona bwana, kulikuwa na rafiki yangu mmoja alikuwa kocha katika timu fulani ya Mbeya, sio vizuri kuitaja, alilalamika na ilibidi aondoke kwa sababu alisema wachezaji wanamhujumu kupitia hivyo vitu. Hivi vitu kwa kweli vipo na wachezaji wanavifanya. Mimi nashauri kwa vitu wasivifanye. Wasivifanye kwa sababu ni mwiko mkubwa sana. Unajua unapokeuka maadili, yani pale unakuwa umeharibu kila kitu. Kwa mimi nawashauri vijana, kwa kuwa sasa hivi wanalipwa vizuri, wanalala vizuri. Sasa wachezaji wachukulia labda mchezaji unalipwa mfano katika vilabu vikubwa hivi unalipwa milioni 5 tu kwa mwezi. Unajua mimi mtu wa mahesabu, milioni 5 kwa mwezi mara 12 ni milioni 60. Hivi milioni 60 hujapata nyumba kwenu huko? Umeshapata nyumba kubwa. Milioni 60 hujapata gari ya kutembelea? Ushapata. Kwa hiyo ni jinsi gani wewe utakavyo minimize zile expenses zako, matumizi yako. Unaona bwana, ili mradi ujiweke vizuri katika kujinani vitu kama hivi. Kwa mimi nawashauri ni kwamba hivi vitu waviache, vinavunja maadili na vinaharibu mpira wetu. Tuna watu kama kina Karia na makamu wake wa rais na wengine wamejitahidi sana kupromote, kuleta heshima katika mpira wa Tanzania. Kwa hiyo wale tusiwaangushe kujiingiza katika vitu kama hivi. Sawa bwana? Kwa sababu kweli vinavunja maadili. Waachane navyo kabisa wachezaji siku hizi. Hivi kipindi chenu kulikuwa na hii michezo? Haikuwepo. Kulikuwa na kitu kimoja zamani, hivi vitu havikuwepo. Nilikupa siri moja, wanasema lakini nitakuwa nakeuka sana maadili. Mambo ya jandoni yanatakiwa asitolewe hadharani. Zamani kulikuwa kuna kusaidiana kwa njia moja au nyingine. Kwa mfano kulikuwa na timu moja kubwa ilitaka kushuka daraja. Simba hiyo. Mimi hiyo sihitaji jina. Ilitaka kushuka daraja. Unaona bwana? Ilitaka kushuka daraja mwaka 88, mwaka 87. Unaona bwana? Sisi tuko Keko kulikuwa na mzee mmoja anaitwa mzee nani Katule. Tuko kwenye guest yake pale Keko pale, tumekaa usiku, hiyo timu ikatufuata. Baada ya kufuata, jamani tunacheza kesho mechi, tunaomba msaada. Sisi tuko vibana, sisi tumeenea. Unajua mpaka mkubwa anapokuja kukomba wewe mdogo. Kweli wale walikuja kwamba shughuli ipo leo. Wale walikuja walitusaidia sisi na tukasaidiana, basi tukatoka sare. Kwa hiyo ilikuwa hivi vitu vinafanyika kwa njia hiyo, lakini sio kwa betting. Na hata sasa hivi unajua sasa hivi watu wanasaidiana, akiwa wanasaidiana kizungu sana huwezi kujua. Huwezi kujua, lakini msaada upo. Huwezi kuniambia wewe unashuka daraja kwa mfano, lakini umetoka nje ya mkoa wa Mbeya umewafunga watu na mechi 3 4 5. Unaona? Hayo tuyaache. Unaona? Hayo tuyaache. Sawa bwana.
Kwa hiyo enzi zetu, kurudie katika swali lako la msingi, ni kwamba katika enzi zetu mambo ya betting hayakuwepo, lakini misaada ilikuwepo kwa njia moja nyingine. Lakini nayo ile vile ilikuwa ni miko, unajua ni miko ya mpira. Kwa hiyo ni vitu kama hivyo. Wajitahidi vijana, wapambane. Mpira siku hizi ni maisha, mpira ni hela. Zamani ilikuwa mfanyakazi unaheshimika, lakini siku hizi mpira ni hela. Mpira ni hela. Unakula milioni 5. Milioni 5 hata mkurugenzi wa benki hapati hiyo hela. Lakini wewe mcheza mpira from nowhere, unaona bwana, unapata milioni 5. Darasa la pili huko. Darasa la pili unapata milioni 5. Nilikuwa siku moja nataniana na mwanangu Showa Boy. Unaona, anasema huyu hata robo sisi hatufikii. Na ni kweli, wachezaji wa zamani wa kina Ngasa, kina Showa Boy, kina nani hatufikii. Mimi watoto wangu nawaambia nyinyi hata robo. Naambia mimi nimeenda Mozambiki, nikapewa jina Jean Tigana kule Mozambiki. Na kule kilikuwa kikao masaa 2 kwenye hoteli moja na ni Beila kule inaitwa Hotel Dom Carlos. Waleno wananijadili mimi ni baki au nisibaki, lakini balozi wa Tanzania mchini Mozambiki, unaona bwana, alikuwa anaitwa Ali Mchumo na mbunge wetu wa Tukuyu marehemu Mwamburukutu pamoja na viongozi wa chama cha mpira mkoa wa Mbeya marehemu Mwakasala wamejadiliana pale masaa 2 mimi ni baki au nisibaki. Na kulikuwa na timu kule inaitwa Textile Pungue ilishai kuja kucheza na Yanga, walinitaka mimi nibaki Beila. Waliniambia Miwale, tutakupa kila kitu, tutakupa nyumba, tutakupa gari, tutakupa kazi mpaka utaoa mle. Nawaambia hata watoto wangu, pengine nyinyi labda mngekuwa saizi nyinyi ni Waleno kama Cristiano Ronaldo lakini mimi nilikataa. Na wale wazee waliniambia by then Mozambiki, ingekuwa siku hizi ningekubali, lakini by then Mozambiki it was nothing, ilikuwa haina kitu. Ilikuwa haina kitu. Kwa hiyo ni kwamba kujituma kwa watoto wetu, wajitahidi sana. Kuna huyu na Himidi Mao, babake naye tumecheza nao, Mama Mkami. Mama Mkami sio masiala. Wale wanacheza kizamani sio masiala. Ingawa kina Himidi wanajitahidi kurukaruka, lakini hawafikii wazazi wao. Kwa hiyo ni vitu kama wachezaji wajitume, wana nafasi kubwa sana sasa hivi. Unajua ni kama shule. Shule zamani ilikuwa si wenyewe tunatafuta material. Lakini siku hizi ukigoogle tu kwenye simu material yote unayapata. Ni kama zamani vitu kama hivyo. Kwa hiyo sisi tulikuwa na kipaji, Mwenyezi Mungu alitujalia kipaji, lakini siku hizi vijana wanajitahidi na mfumo, wako kwenye mfumo. Unaona bwana, waendeleze mfumo wao, lakini wajitume zaidi. Watakapojituma watafika pale utakapo nani. Kuna mtu mmoja aliniuliza siku moja, "Sasa nyinyi mnasema ni kwamba zamani mlikuwa wachezaji wazuri. Mbona kwenye timu ya taifa ilikuwa haifanyi vizuri, siku hizi inafanya vizuri?" Unaona bwana? Kwa hiyo nafasi zamani zilikuwa ziko ndogo, hata kushiriki AFCON. Unaona, zamani zilikuwa zinashiriki timu 8. Sasa hivi timu ngapi? Au angalia kombe la dunia. Zamani zinakuwa labda timu 16. Sasa hivi timu 48, maana 3 zaidi. Kwa hiyo iko siku Tanzania kwa hali ilivyo sasa hivi tunaweza tukapata bahati hata kwenda kombe la dunia. Tunaweza tukapata bahati. Kwa hiyo vijana wajitahidi, huo ndio ushauri wangu, wajitahidi, wafuate maadili, watafika. Ingawaje wachezaji wa vipaji sasa hivi wanapungua sana. Na siku hizi kitu kingine kinachosaidia hizi academy. Zamani academy hakuna. Nitakupa mfano mmoja hapa Mbeya. Ilikuwa ikichezwa mechi National Milling na RTC. Hiyo ligi yako kuu ya Tanzania sasa hivi itasubiri. Kina Makwaza, kina nani, si kina nani, kina Braza Kapalata, si kina nani, Beni Mbwetu, si kina nani. Hapa Mbeya hapa ilikuwa ikicheza RTC na National Milling. Ligi kuu ya Tanzania. Kwa sasa hivi itasubiri. Kwa hiyo vipaji vilikuwepo. Alafu tulikuwa tuna bahati, kwa mfano kama mkoa wa Mbeya, Iringa wana matatizo ya kiuchumi. Mpaka leo hawana wafadhili. Unaona bwana, lakini Iringa na Mbeya kuna wachezaji. Wewe sasa hivi angalia katika Tanzania, katika kila ligi kuu ya Tanzania utakuta wachezaji wa Mbeya si chini ya 2 watatu. Kwa hiyo Mbeya kuna vipaji sana vya mpira. Sisi tulikuwa na mtu mmoja Godwin Waswile anatoka Kapugi kwenye milima Kalime kwenye lakini Waswile na siku moja tuko Kampa Entebbe. Tunacheza mashindano ya Mashariki na Kati. Waliuliza wale wachezaji, kuna mchezaji mmoja wa Sudan anaitwa Tariq Ahmed Adam. Alikuwa mchezaji mkubwa sana Sudan. Anauliza Yusuf, ananiuliza, wachezaji wote kwa ni wa Tanzania? Kutokana na vile vipaji walivyokuwa navyo, yule Mwakibibi marehemu Mungu, huyo Waswile, tulikuwa na mtu mmoja anaitwa Aston Pardon. Alikuwa anajua mpira kama ni marehemu Justin Nicodemus, Mtekele. Watu walikuwa mafundi. Kwa hiyo vijana sasa hivi wajitahidi, wapambane, wasikate tamaa. Hela ipo sasa hivi. Unaona bwana, wana nafasi kubwa sana ya kujenga, kununua gari zao, kwa sababu vijana siku hiyo wanataka kulima siku hiyo na kuvuna siku hiyo, sawa? Kwa hiyo ndio hivyo, sawa. Wanataka kulima siku hiyo na kuvuna siku hiyo, yani hawana subira. Kwa hiyo wapambane. Unaona bwana, kila kitu kipo kwa sababu pesa ipo. Sisi tumechukua bingwa Tanzania
tumepewa 10,000 ingawaje 10,000 kipindi hicho tena wewe unawekewa kwenye account, unakuja unakabidhiwa na kitabu chako cha benki. Unaona bwana, sasa siku hizi bingwa ni shilingi ngapi anapewa? Mahela mengi. Kwa hiyo vijana wapambane, hela iko nje, wafadhili wako nje, serikali yenyewe inatoa msaada. Unaona rais wetu naye vile anapenda michezo. Kwa hiyo ni vitu kama vijana wapambane. Vijana wapambane ndio kauli ya kwake fundi wa mpira wa miaka hiyo Yusuf Kamba. Tunakwenda mapumziko mafupi, tukirejea tunakuja kumalizia vile vitu ambavyo vimesalia. Kuna vingi ambavyo sisi tunafaidi kutoka kwa fundi Yusuf Kamba, mchezaji wa zamani wa Tuku Star. Ile Tuku Star dume kweli kweli, ambao ndio walichukua ubingwa. Mimi nawaita mabingwa wa kihistoria. Sidhani kama kuna timu moifanya hivyo, kapanda daraja afu kachukua ubingwa. Sidhani kama imeitokea. Hawa ndo mabingwa wa kihistoria. Achana nao wengine ambao huwa mnasema ninyi. Tunakwenda mapumziko mafupi, tukirejea tutaendelea. Usiondoke. Ngome ya michezo. Ngome ya michezo. Karibu Beni Pambakali, ni duka la nguo ambao unapatikana ndani ya jiji la Mbeya katika soko la Sido, mtaa karibu na mtaa wa Nafaka. Ni duka ambalo linajishughulisha kuuza nguo mbalimbali ndani ya jiji la Mbeya. Tuna nguo nyingi kama ambavyo unaliona duka letu. Tuna hizi pens kwa wale wapenzi wa vipens, tuna hizi pens ambazo zinapatikana dukani kwetu, lakini pia ni duka ambalo lina jezi mbalimbali kama ambavyo unaona. Tuna jezi za timu ya taifa, lakini tuna jeans mbalimbali kama hivi ambavyo unaziona. Tunauza kwa bei rahisi kabisa, bei ya jumla pamoja na rejareja. Kwa mteja wa jumla pamoja na rejareja, basi unakaribishwa Beni Pambakali ili uweze kujipatia nguo nzuri na zenye ubora wa kiwango cha juu. Lakini brandi mpya mjini, Baba Nongi, nayo inapatikana katika duka la Beni Pambakali. Njoo jipatie t-shirt kali kabisa, brandi mpya mjini, Baba Nongi. Lakini pia kuna t-shirt za Mama Nongi pia ziko njiani zinakuja, zote zinapatikana hapa katika duka la Beni Pambakali. Tunapatikana ndani ya jiji la Mbeya, soko la Sido. Karibu ujipatie nguo kwa bei ya jumla pamoja na rejareja. Tunakuthamini sana mteja wetu. Delivery tunafanya ndani ya jiji la Mbeya, lakini pia tunatuma kwa uaminifu mkubwa sana wilaya mbalimbali pamoja na mikoa mbalimbali ndani ya nchi ya Tanzania. Karibuni sana, asante. Ngome ya michezo. Ngome ya michezo. Tumerejea baada ya mapumziko mafupi, tunaendelea na mgeni wetu. Mimi napenda kumuita fundi wa kandanda. Picha zenu ninazo. Sasa ninazo ile picha ya mabingwa ya 86 ile, na familia nyingi nilizopita ambao wanapenda mpira. Unaikuta ile picha. Unajua nyewe wazee wetu mlikuwa na utaratibu wenu. Zile picha mnaweka frame kubwa, mnaziweka sebleni pale. Ndiyo. Nimeiona hiyo kwa kaka pale. Ndiyo. Nimeiona kwa mzee mmoja anaitwa nani yuko pale Tukuyu. Nimeiona kwa mzee mmoja tunamuita Master yuko Tukuyu pale. Ndiyo. Picha ile ya mabingwa ile mko pale. Na ile jezi yenu ile, sijui ile jezi ilitoka wapi ile. Unajua huyu mfadhili wetu mkuu kaka ambaye alileta heshima mkoa wa Mbeya, Lamni Kipateli kaka, Mungu amuondolee adhabu ya kaburi yeye na mke wake. Unaona bwana, alikuwa na watoto wake wawili wa kike. Watoto wake pekee wale, mmoja anaitwa Sangita na mmoja Tanuja. Wale waliolewa London. Ndiyo. Sasa kaka alikuwa anapiga na wakwe zake walikuwa ni watu wazito sana. Mmoja sijui pilot na mmoja businessman mkubwa sana pale London. Kwa hiyo alikuwa anapiga simu, wanatuletea zile jezi. Zile jezi zilikuwa alikuwa anatuletea, kulikuwa na jezi moja ile ya kijani mgomba, jezi ya ubingwa ile. Ndio hiyo ambayo ndio. Na ilikuwa na jezi moja silver. Zile jezi zilikuwa jezi kali sana. Zile jezi zilikuwa jezi nzuri mno. Kwa hiyo zile ilikuwa kaka yanaagizia kutoka na kwa siku zile Tanzania nzima kulikuwa kuna timu ya jezi kali kama hii. Kama Tuku Star. Ile ilikuwa inatoka Ulaya, London kabisa. Alikuwa watoto wake wanamletea.
zinakuja kwa ajili ya mabingwa, kwa ajili ya historia. Sawa bwana. Na ubingwa ulitupa heshima. Unatangazwa mpaka sauti ya Ujerumani inatangazwa bwana, team from nowhere imechukua ubingwa. Ile ni heshima. BBC, Deutsche Welle zote zilitutangaza kwamba tukustani mabingwa. Siku moja tunaenda Uganda na Mariam Guiva. Tuliulizwa pale airport. Hii team from nowhere imekuja mpaka ikachukua ubingwa, imetokea wapi? Kwa hiyo tulikuwa na mtaalamu Guiva pale akajieleza. Unaona bwana, sisi tukasaidia pale kueleza historia fupi ya timu yetu. Kwa hiyo ni vitu kama hivyo. Kaka unamzungumziaje? Kaka kama kaka ni mtu mmoja muhimu sana. Kaka alikuwa ni mwanachama halali wa timu ya Simba. Ndiyo. Na siku moja tumefungwa hapa goli na Simba Edward Chumila. Tukafanywa party hapo Mbeya Hotel. Mimi sasa sisi tumefungwa, hii party ya nini? Anasema bana, tumejitahidi, pengine tungefungwa 3 au 5 ingekuwaje? Kwa hiyo kaka mwenyewe alikuwa Simba, mke wake Yanga. Kaka kama kaka alileta mapinduzi makubwa sana mpira katika mkoa wa Mbeya. Kwa sababu yule bwana mpira alikuwa na uheshimu. Wewe unaenda Zanzibar hapa kuna meli, lakini kaka alikuwa anatupandisha ndege. Tumeenda mashindano, tulipokuwa mabingwa wa bara. Tumeenda mashindano katika ligi ya Muungano Zanzibar. Tumefikia pale Amani Hotel. Tunapanda ndege, tunakwenda Mtwara. Unaona hali ya hewa mbaya na nini, huwezi kupita bahari. Unaona wenzangu kina Aswile hawajazoea bahari. Unaona katupeleka na ndege. Unaona bwana, kipindi hicho barabara hazifai kutoka Mtwara kutoka Dar es Salaam kwenda Mtwara wiki nzima. Ukipita hii njia ya Songea, kutoka Songea mpaka sehemu moja hapo Tunduru. Unaona bwana, siku 3 huko njiani. Kuna sehemu inaitwa Kilimasela huko. Simba watupu. Kwa hiyo kaka kama kaka alikuwa anajitahidi kusema leo kweli. Lakini kama unavyojua kizuri ya kidumu na umri nao ulikuwa umeenda, kwa sababu kaka mpaka anafariki alikuwa na miaka karibu 80. Kwa hiyo vitu hivyo kaka alishirikiana sana na serikali ya mkoa. Kwa hivyo nilikuwa na washauri nao viongozi sasa hivi wa prison wa Mbeya City washirikiane sana na serikali ya mkoa. Mkuu wa mkoa, mkurugenzi, unaona polisi, upande wa ingawaje siku hizi kuna vyama vingi, wasibezi sana kwenye vyama wakajionyesha kwamba wao ni vyama gani. Unaona bwana, lakini vile vile unaona bwana wanatakiwa kuwa wajanja. Kwa hiyo ni vitu kama hivyo. Umetuambia kwamba kipindi hicho wakati nyinyi mnacheza ilikuwa ikichezwa RTC Mbeya pamoja na National Milling, ile ligi kuu ilikuwa inasimama. Ilikuwa inasimama, yani kwamba hamasa ilikuwa ni kubwa sana. Lakini saa hizi au Tukuyu kulikuwa na timu moja inaitwa Kurugenzi Tukuyu. Unaona vitu kama hivyo. Saa hizi tumeona ligi ya mkoa ambayo ni ligi daraja 3 haina hamasa kabisa. Lakini hizi wanazoita ndondo ndio zimekuja zina hamasa. Unashauri nini viongozi wa vyama vya michezo mkoa wa Mbeya? Kabla kukujibu nitakwambia kitu kimoja. Zamani hata kama hujachaguliwa wewe timu ya taifa, ukichaguliwa ile Taifa Cup unachinjiwa kuku. Taifa Cup. Na familia yako wanakuchinjia. Ni heshima kubwa sana kwa kijana. Mimi nachaguliwa Taifa Cup mkoa wa Pwani. Unaona bwana? Nikiwa ndo nimetumaliza form 4, nilichinjiwa kuku. Nimekuja Mbeya mimi ile nimecheza Taifa Cup. Kwa hiyo mpira wa zamani ulikuwa una heshima. Kwa hiyo nashauri serikali na chama cha mpira pamoja na ndondo zilikuwepo. Ndio maana siku hizi ndondo zipo unajua kwa ajili ya maslahi. Maslahi. Sasa zamani ndio kama nilivyokuambia kulikuwa na heshima kwanza. Heshima kwanza, maslahi baadaye. Kwa hiyo nashauri mimi sasa hivi serikali ile Taifa Cup na ni chama cha mpira irudishe Taifa Cup. Unaona bwana, nina uhakika kupitia Taifa Cup tuna nafasi kubwa sana ya mpira wetu kuboresha. Tumeona TFF pamoja na serikali kulikuwa na mjadala ukiendelea kwamba ianzishwe ligi kwa ajili ya wazawa. Kwamba wachezaji wengi wa Kitanzania hawapati nafasi kwenye timu zao, hasa ama timu makubwa. Simba na Yanga na Azam. Kwa kwamba ianzishwe ligi mbadala ambayo itakuwa inashirikisha wazawa tupu. Unashauri nini? Kwa nini wasirejeshe hata ile au mashindano yanayosema Taifa Cup kama ilivyokuwa mwanzo? Mimi ile si rafiki. Kwa sababu wanasema hivi, siku zote penye ushindani ndio penye maendeleo. Wanapokuja wachezaji wa nje, unaona bwana, wanaleta hamasa. Na hata wachezaji, nitakupa mfano mmoja mwaka juzi. Faisal Salum alivyokuwa anashindana na Aziz Ki kwenye kufunga. Ile ni hamasa kubwa sana. Kwa hiyo mimi hiyo si rafiki kabisa. Watafute njia nyingine yote ya kuboresha mpira wetu, kama sasa hivi hizi academy zilizokuwepo, hizi timu za vijana. Angalia juzi ya Twiga wamewafunga watu, Serengeti Boys si imefanya nini, wamekwenda huko sijui wapi Morocco wamefanya nini. Kwa hiyo waziboreshe tena. Alafu nashauri kitu kimoja,
ile timu ile kwenda Morocco ile ya wale vijana ni nini inaitwa Serengeti Boys. Ile timu ile itunzwe, serikali yani macho yao yote yaweke pale. Ile timu kama wewe uliweza kumfunga Morocco, no, uliweza kumfunga, tulimfunga Morocco, tulimfunga Algeria, tukamfunga siyo na nani, tukaja tukafungwa na Ghana, tukaja tukafungwa. Sasa ile timu ikitunzwa vizuri, wale wakipeana, ile timu isipotezwe. Ile timu kama haitopotezwa, baadaye ile itakuja kuwa timu ile muhimu sana katika nchi yetu. Kwa hiyo hii habari ya kusema kwamba ligi ya ndani, wachezaji wa ndani, yote hiyo is nothing. Hakuna kitu chochote. Mimi kama mimi, hiyo sikubaliana nao kabisa. Tuendelee na mfumo wetu uliokuwepo, waje wachezaji wa nje kwa idadi maalumu, watupe hamasa, na sisi tunakuwa, wale wanakuwa kama catalyst. Unaona bwana? Kwenye chemistry ni kama catalyst vile. Unaona bwana? Wale inakuwa ni kama chachu fulani hivi. Chachu ya sisi kufanya vizuri. Ni vitu kama hivyo. Lakini kusema kwamba eti wale wasiwepo, hiyo mimi siafiki. Nchi karibia kila mmoja ni Simba na Yanga. Ndio. Yusuf Kamba ni shabiki wa timu gani? Nitakupa historia moja. Hiyo ile swali niliulizwa mimi, watu nilikuwa siku moja na hojiwa na Azam. Unaona bwana? Labda nikupeni siri moja. Simba na Yanga katika nchi ndani ya Tuku Star tushacheza Simba na Yanga. Lakini sasa nikakutajia mimi nichezea wapi? Ile Tuku Star 86. Halafu mimi kama mimi ile Yanga nina historia nayo. Ukisikia Yanga zamani imekwenda Bagamoyo, kaka yangu, marehemu kaka yangu ambaye ni rafiki yake na mheshimiwa rais mstaafu Jakaya Mrisho Kikwete, huyo marehemu kaka yangu alikuwa anaitwa Rajabu Mwinyihija Ndugumbi Kamba Mkandinga. Yeye ndo alikuwa mwenyekiti wa kwanza wa Yanga Afrika. Kwa hiyo sisi kwetu uko mzima ni Yanga. Lakini mimi ni siri yangu. Unaona bwana, na habari ya Yanga na Simba mimi siko nayo. Na nilipata bahati wakati ninacheza hizo timu zote kuziadhibu. Unaona bwana? Simba uliwaadhibu? Simba niliwaadhibu Sokoine, Yanga nikawaadhibu Dar es Salaam uwanja wa Taifa. Lakini familia yangu, 90% ya familia yangu wote ni Yanga. Ni Yanga. Kwa Mwinyi ni Yanga. Yeye anajua mwenyewe. Unaona bwana? Kitman Yanga, yule tena uwezo ukamwambia kitu. Aziz Kamba yule Yanga na umwambie kitu kwa Yanga. Ulaya wewe ni shabiki wa timu gani? Mimi ni mpenzi mkubwa sana wa Arsenal. Nimegawanyika. Nikienda Uingereza ni Arsenal. Mabingwa. Nikienda Spain mimi ni Brazil. Spain? Barcelona. Na ni Barcelona. Okay. Nikija hapa ulimwenguni nilikuwa napenda sana mimi timu yangu imeniangusha safari hii na ni Brazil. Na Afrika nilikuwa napenda sana Kameruni. Sasa niulize kwa nini nilikuwa napenda Kameruni? Ndio. Kameruni walikuwa wanacheza mpira ule ambao nilikuambia mwanzoni, katika mpira fanya mambo yako yote, lakini msingi wa kwanza ni utimamu wa mpira. Wale walikuwa hawalembi. Timu kama Nigeria wanacheza sana mpira. Timu kama Ivory Coast wanajua sana mpira. South Africa wanajua sana. Lakini wale Kameruni wanaingia kiushindani kama sisi Tuku Star ya 86 tulivyochukua ubingwa. Tulikuwa sio kwamba watu wanajua sana mpira, lakini ile juhudi na nani ilitusaidia. Kwa hiyo nadhani nimekujibu. Mimi bwana, unaambia kitu kwa Arsenal, ni mpenzi mkubwa wa Arsenal. Ingawa tulikuwa tuna ukame, lakini sasa tumefanya vizuri. Na Spain mimi ni mpenzi mkubwa wa Barcelona. Vile nampenda Messi. Unaona, na watu wananiuliza sana kuna tofauti gani ya Messi na Cristiano Ronaldo. Unaona, ninawachambulia kwa sababu kwenye mpira kuna playmaker na kuna fighter. Yule Messi ni playmaker, na Cristiano Ronaldo ni fighter. Unaona, ni vitu kama hivyo. Kwa kuna watoto wa kipindi hiki wanasema kuna mpira kipaji na mpira mazoezi. Mpira mazoezi. Okay. Fundi wa mpira. Ndio. Yusuf Kamba. Zama hizo unacheza, tunaamini kwa unakutana na wachezaji wengi sana wazuri. Unaweza kututajia kikosi chako pendwa cha wachezaji 11 pamoja na wachezaji 5 ambao watakuwa nasubiri kwenye bench pamoja na mwalimu ambao naamini kabisa kwa kipindi hicho alikuwa ni mwalimu bora. Sasa kwa mwalimu namchagua Asmani Juma Kalomba marehemu, kwa sababu ndio alitusaidia mpaka tukawa mabingwa. Lakini kikosi bora, mimi mwenyewe kwanza katika kikosi bora najiweka pembeni katika wale 5. Kwa sababu kwa nafasi ndio cheza mimi namba 8. Unaona, kulikuwa na watu ambao wazuri zaidi yangu mimi. Kulikuwa kina Gagalino, kuna Muhidini Cheupe, kulikuwa na kakaangu Mlisho Ngasa, kule Pamba ya Mwanza. Kwa hiyo kile kikosi tuchukue labda namba 1, tulikuwa na mtu mmoja anaitwa Idi Pazi kutoka Simba. Yule kwa mwaka ule mimi nasema ndio alikuwa labda goalkeeper bora. Unaona bwana? Namba 2 kulikuwa na mtu mmoja anaitwa Lawrence Marusako. Alikuwa namba 2 bora. Sawa bwana. Namba 3 kulikuwa na mtu mmoja
sijui kama yuko hai kakaangu, alikuwa anaitwa Samri Ayubu, beki mstarabu kutoka Majimaji ya Songea. Sawa bwana. Namba 4 tumchukue labda tumchukue Godin Waswile kutoka Tukuyu. Scania. Scania. Sentafu namba 5 tumchukue kaka yetu mmoja alikuwa Yanga, alikuwa Asmani Juma Chama, huyo jogoo. Namba 6 tunarudi tena Songea, anaitwa Octavian Mlope, namba 6. Namba 7 twende Mwanza, kulikuwa na mtu mmoja anaitwa Bea Simba. Alikuwa fundi winga mzuri sana. Unaona bwana. Namba 8 tumchukue Gagarino. Namba 9 tumchukue Abedi Mziba. Namba 10 tumchukue, tulikuwa na mtu mmoja naye tukustaa vile anacheza vizuri sana, alikuwa anaitwa Kevin Yaule. Na 11 tunamchukua Celestine Sikinde Mbunga, alikuwa anajua sana mpira. Kwa hiyo ndio kikosi changu cha kwanza. Kwa upande wa benchi pale, wale 5 kulikuwa kuna Mbwana Makata, aitufanya sisi. Kwa hiyo uwezi wewe kama wewe kipa ulipa timu ubingwa automatically ulikuwa mzuri. Kulikuwa na mtu mmoja mwingine, nami mwenyewe pale unaweza kaniweka, kulikuwa na kina nani hawa kutoka timu, kulikuwa na wengi. Lakini kikosi bora ndio hicho. Tumefika tamati ya kipindi chetu cha Ngome ya Michezo, na leo tulikuwa na mtu mmoja fundi kweli kweli. Kwa wale ambao wameshuhudia kandanda miaka hiyo watakubaliana na mimi hiki ninachozungumza, kwamba huyu alikuwa ni fundi kweli kweli. Ndio wale ambao tunawaita mabingwa kihistoria. Hakuna mabingwa kihistoria nchi hii kama Tukustar. Wao walipanda daraja na wakachukua ubingwa, na wakaja kushuka mwaka 88, tofauti na ambavyo watu wanasema kwamba walishuka mwaka 87. Anajulikana kwa jina la Yusuf Kamba. Tuna mengi sana kuzungumza naye, lakini muda hautoshi. Tutarejea hapa siku nyingine tukiwa naye akitupa mengi zaidi kuhusiana na mpira wa zama hizo. Usiondoke, endelea kutazama vipindi vingine. Mimi langu jina naitwa Derrick Lwatsi. Ngome ya Michezo. Ngome ya Michezo. Karibu Beni Pambakali, ni duka la nguo ambao linapatikana ndani ya jiji la Mbeya katika soko la Sido, mtaa karibu na mtaa wa Nafaka. Ni duka ambalo linajishughulisha kuuza nguo mbalimbali ndani ya jiji la Mbeya. Tuna nguo nyingi kama ambavyo unaliona duka letu. Tuna hizi pens kwa wale wapenzi wa vipens, tuna hizi pens ambazo zinapatikana dukani kwetu, lakini pia ni duka ambalo lina jezi mbalimbali kama ambavyo unaona. Tuna jezi za timu ya taifa, lakini tuna jeans mbalimbali kama hivi ambavyo unaziona. Tunauza kwa bei rahisi kabisa, bei ya jumla pamoja na rejareja. Kwa mteja wa jumla pamoja na rejareja, basi unakaribishwa Beni Pambakali ili uweze kujipatia nguo nzuri na zenye ubora wa kiwango cha juu. Lakini brandi mpya mjini, Baba Nongi, nayo inapatikana katika duka la Beni Pambakali. Njoo jipatie t-shirt kali kabisa, brandi mpya mjini, Baba Nongi. Lakini pia kuna t-shirt za Mama Nongi pia zipo njiani zinakuja. Zote zinapatikana hapa katika duka la Beni Pambakali. Tunapatikana ndani ya jiji la Mbeya, soko la Sido. Karibu ujipatie nguo kwa bei ya jumla pamoja na rejareja. Tunakusamini sana mteja wetu. Delivery tunafanya ndani ya jiji la Mbeya, lakini pia tunatuma kwa uaminifu mkubwa sana wilaya mbalimbali pamoja na mikoa mbalimbali ndani ya nchi ya Tanzania. Karibuni sana. Asante. Ngome ya Michezo. Ngome ya Michezo.